kitongoji cha Mkenda, na pale Mkenda ndipo ambapo mahusiano imara ya nchi yetu ya Tanzania na Msumbiji, mpaka wetu mkubwa uko pale Mkenda ndani ya kijiji cha Nakawale. Ni Chama cha Mapinduzi, ni serikali yetu tutakayoichagua tarehe 29 Oktoba ndiyo itaendeleza chachu hii ya maendeleo na kuifanya Nakawale na Mkenda iendelee kubeba jukumu la lango kuu la maendeleo la kiuchumi kwa mkoa wa Ruvuma, jimbo la Peramiho na wilaya ya Songea. Piga makofi mengi. Ili Nakawale iweze kufanana na lango la uchumi katika mkoa wetu wa Ruvuma. Yako ambayo yamekwisha kufanyika, mmeyashuhudia, lakini tunapoambia mkatiki tarehe 29 na hasa tiki za kutosha kwa jemedari kiongozi wetu mbobezi Daktari Samia Suluhu Hassan, ni kwa sababu kupitia yeye na Chama cha Mapinduzi na ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi yajayo katika miaka 5 ijayo yanafurahisha zaidi. Tumekwisha kufanya maamuzi na yameanza kutekelezwa kupitia ilani hii ya uchaguzi, kukamilisha daraja la Mitomoni linalotuunganisha na wilaya ya Nyasa na wilaya ya Songea, jimbo la Peramiho. Na baada ya muda mfupi, ndugu zetu wa Nyasa na Mbinga wanapokwenda kufanya manunuzi yao watapita Nakawale. Daraja lile linajengwa na litakamilishwa kupitia ilani ya uchaguzi, na mwaka huu tutaanza kushuhudia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kuunganisha wilaya ya Nyasa na wilaya ya Songea kwa upande mwingine, na kuendelea kufungua uchumi wa mkoa wetu, kurahisisha shughuli za usafirishaji, kuunganisha wilaya kwa wilaya ndani ya mkoa wa Ruvuma. Na kama mnavyofahamu, wenzetu wa wilaya ya Nyasa ili waweze kufika Songea mjini walitarajia kutumia barabara moja tu ya Mbamba Bay Mbinga Songea, lakini sasa kupitia ilani hii ya uchaguzi, ndugu zetu wa wilaya ya Nyasa, Mbinga vijijini watakuwa na uwezo wa kutumia barabara ya Mkenda na Nakawale mpaka Likuyufusi ili kwenda kufika Songea mjini kwa shughuli za kiuchumi na shughuli za maendeleo. Piga makofi mengi. Ilani hii ya uchaguzi niliyoikamata hapa, pamoja na daraja hilo la Mitomoni ambalo limekwisha kujengwa, sasa tunakwenda kuanza upembuzi yakinifu wa daraja kubwa la Mkenda ambalo linatuunganisha kati ya Tanzania na Msumbiji. Pale daraja tayari tunalo, lakini sasa tunakwenda kujenga daraja la kudumu, daraja la zege, na ilani hii ya uchaguzi imeshaweka kipaumbele cha ujenzi wa daraja hilo kwa kuanza na upembuzi yakinifu, na mara baada ya muda mfupi tutakamilisha kazi hiyo ya upembuzi yakinifu na kuanza harakati za ujenzi wa daraja lile kwa kiwango cha zege. Piga makofi mengi kwa dhamira ya ilani ya uchaguzi ya Chama
serikali yetu, mnafahamu, imedhamiria kuanza kujenga barabara ya Likuyufusi Mkenda kwa kiwango cha lami. Miaka kadhaa iliyopita tayari hapa Nakawale serikali ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ilishafanya majaribio ya kuweka kiwango cha lami barabara yetu hii ili kuona mradi huo unaweza kuwa na thamani gani na unaweza kufanyika katika viwango vipi. Leo hii tunashukuru ilani ya uchaguzi, tunashukuru serikali na sera za Chama cha Mapinduzi zimekwisha kuweka utaratibu wa kusaini mkataba wa kuanza kujenga barabara ya Likuyufusi Mkenda kwa kiwango cha lami kwa kuanza na kilomita 64 mpaka Mkayukayu. Lakini ilani hiyo ya uchaguzi imeeleza pale tutakapoanza awamu ya kwanza ya ujenzi wa barabara kutupelekea mpakani mwa Tanzania na Msumbiji kutoka Likuyufusi mpaka Mkayukayu, ilani hii imeelekeza ni lazima kuanza pia upembuzi mwingine yakinifu kutoka Mkayukayu mpaka pale Mkenda na kuimaliza barabara nzima. Ilani hii ya uchaguzi imetuelekeza kupitia mkakati maalum wa uimarishaji wa uchumi wa taifa letu, uongezaji wa vyanzo vya mapato katika eneo la Mkenda. Sasa tumedhamiria kupitia ilani ya uchaguzi tunakwenda kujenga soko kubwa la kimataifa mpakani mwa Tanzania na Msumbiji. Nakawale oye! Nakawale oye! Na ndio maana ninawaambia ndugu zangu wa Nakawale, yajayo yanafurahisha. Yajayo yanafurahisha kwa sababu barabara hii itakapojengwa kwa kiwango cha lami katika makao makuu ya vijiji vyote, barabara hii itafungwa taa za usiku zitakazoruhusu ufanyaji wa biashara kwa vijana na akina mama mpaka nyakati. CCM oye! Hapo vipi? Hapo vipi? Hakika Nakawale inakwenda kuwa ni mlango wetu mkuu wa uchumi. Inaenda kuwa eneo maalumu la kimkakati, na ndio maana mara zote ninapokuja hapa Nakawale nimeendelea kuwakumbusha kufanya maandalizi ili uchumi huu uweze kumilikiwa pia na wananchi wa Nakawale. Tutapokea wageni wengi, tutapokea wafanyabiashara wengi. Kama sisi wenyewe hatutakuwa tayari